Yes, bana mwana sawa sawa digital. Bana Trump anaendelea kufanya yake. Trump anaendelea kuchachafia watu kama ambavyo alikuwa ameahidi kwamba akiingia madarakani kile kitu ambacho kitakuwa kimepinda ni lazima kinyoke, na kwa msimu huu bana ni lazima atawanyoosha sana bana Trump. Sasa mnamo Aprili 2025 utawala wa Rais Donald Trump uliweka ushuru wa 145% kwa bidhaa zote ambazo zinaagizwa kutoka China, na tunakumbuka kwamba China naye alisema kwamba ukinifanyia mbwai basi na mimi mbwai vile vile. Yani uso kwa uso, kichwa kwa kichwa, mkono kwa mkono, ikiwa ni pamoja na mavazi. Hii ina maana kuwa bidhaa thamani ya dola 100 sasa inagharimu dola 245 baada ya ushuru. Sasa hatua hii imelenga kushinikiza kwamba China kuhusu sera zake za biashara, lakini imeathiri sana biashara ndogo ndogo ambazo ni zakati kwa Marekani ambazo haziwezi kubeba gharama hizo mpya. Sasa mwenyekiti wa kamati ya kimataifa ya chama cha uwekezaji wa hisia binafsi cha Beijing, mshikaji anafahamika ambacho hilo shirika linafahamika kwa jina la Beijing Private Equity Association, Victor Gao ndio mshikaji ambaye analisimamia shirika hilo. Sasa anaeleza msimamo wa China kuhusu Marekani. Athari kwa kampuni kubwa za mavazi. Kampuni nyingi kubwa za mavazi za Marekani bado zinategemea uzalishaji kutoka China kama Nike, Adidas, Unique, Puma, Lumero, lakini pia wanashirikiana na Shenzhou International, mtengenezaji mkubwa wa mavazi nchini China, lakini pia Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Hugo Boss. Sasa hao wote wanapata bidhaa kutoka kwa bidhaa hizo kutoka kwa Equirel Group, kampuni kubwa ya kutengeneza mashati lakini pia yenye mikato ya nje huko nchini Hong Kong, China. Hata hivyo imeweka wazi kwamba vikwazo vya Marekani kutokana na madai ya kuwa kutumia kazi ya kulazimishwa kutoka Xinjiang, jambo linalozua changamoto zaidi ya kampuni hizi ambazo zinaweza kufanyika kutokea huko nchini China. Sasa biashara ndogo ndogo ambazo zinashindwa kuendelea ni kama biashara ndogo ndogo zinazotegemea bidhaa kutoka China zimeweza kuathirika sana. RAQ Apple, kampuni ya mavazi kutokuendelea, lakini pia iliweza kulazimika kusimama kwa sababu ya ushuru huu ambao unatokea. Sasa athari kwa soko la kimataifa. Hizi ni athari ambazo pia zimeweza kupatikana. Sasa kampuni kama Shein ambayo inauza mavazi yake bei nafuu mitandaoni imeendelea kutumia mtandao wake wa uzalishaji nchini China licha ya vikwazo vya Marekani. Hata hivyo Shein imekumbukwa kwamba na shutuma za tofauti kwamba imeweza kukumbwa na shutuma ambazo zinakuwa zinatokea katika nchi yao ya China kuhusu matumizi ya kazi na ya kuweza kulazimishwa na ukuaji wa haki za wafanyakazi, jambo ambalo linaweza kuathiri sifa ya kimataifa kutokea katika nchi ya China. So tunaona kwa namna gani kwamba China pia na yenyewe imeweza kutokana na ushuru huu uweza kutolewa. Kuna baadhi ya makampuni ambayo ameshaanza kuona athari mbaya zaidi kutokea kwa Marekani, ingali ya kuwa kwamba yeye alishasema kwamba bana, mimi nitafanya vile ambavyo unataka, ukiniongezea 20% na mimi nitakuongezea 20, ukiniongezea 200 na mimi nitakuongezea 200. Yani kile ambacho Marekani atakuwa anakifanya basi na Mchina naye atakuwa anafanya hivyo. Lakini pia sisi kama sawa digital tunakufikishia taarifa kiganjani mwako kwa urahisi na kwa wepesi kabisa.